pamoja sisi kama ndugu, tuweze kufutari pamoja, lakini kujiombea sisi nafsi zetu dua na kujiombea taifa letu, na vile vile kumwombea dua Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwashukuru kwa sababu shughuli wanasema ni watu, tumeweza kuja kwa namna ambavyo tumetarajia, na kwa kweli tumejitahidi kuhakikisha kwamba kila kundi tunaligusa linakuwa na uwakilishi, na nimefarijika sana kuona viongozi kutoka wilaya zote wako hapa, kuona makundi yote ya kijamii yako hapa. Tukiwa mwishoni kabisa mwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukiendelea taratibu na Kwaresma, ni kipindi bora kabisa katika dunia ambacho waja wa Mwenyezi Mungu tumepewa. Ni kipindi cha kuomba Mwenyezi Mungu kwa lolote lile ambalo unahitaji kuomba kutoka kwake, basi baraka zake na majibu kwa ni mepesi katika miezi hii. Lakini ni kipindi cha kuhurumia na kuhurumiana, na hata hapa leo tumewachukua wenzetu, tumewaalika watoto wetu yatima. Tumeishi vizuri sana, kwa ukaribu sana, kwa kupendana sana na kuheshimiana sana. Kwa hiyo mimi wito wangu, hichi ni kipindi ni kama tulikuwa shuleni, ndivyo tunapotakiwa kuishi siku zote katika hali hii ya kupendana, ya kuitana, kuheshimiana. Tunapomaliza mifungo hii yote miwili, basi mambo yale yote mema tuliyoyatenda katika kipindi hiki tuyaendeleze. Lakini ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa niwaletee salamu za upendo, salamu ambazo zitaendelea kutupa faraja sisi wana Singida. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametuma salamu kwa wana Singida wote kupitia kwenu, kwa sababu wakati tunaandaa shughuli hizi na tulipomtaarifu kwamba tutakutana leo na Singida kuombea na kujiombea taifa, basi na yeye akasema anatuombea huko aliko, lakini anatusalimu sana. Ninaomba pia tupokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa sana kiongozi wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye ameshiriki moja kwa moja na sisi na amesema anaendelea kutufuatilia, na lakini amefarijika sana kuona ndugu zake leo tumekaa pamoja kuliombea taifa, kuwaombea wao na kujiombea sisi wenyewe. Lakini pokee salamu kutoka kwa waheshimiwa wabunge wetu, nadhani mnawaona kwenye mitandao tayari wote wako Dodoma, lakini wameshirikiana na sisi katika maandalizi ya siku hii. Mimi ndugu zangu, leo sina maneno mengi zaidi ya kuwashukuru viongozi wangu, sina maneno mengi zaidi ya kuwashukuru. Tuendelee kuiombea Singida yetu, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Ninyi wote ni mashahidi, tukimwomba Mwenyezi Mungu anaitika na neema zake huwa hazichelewi. Kwa mwaka huu tuliambiwa na wataalamu kwamba mikoa ambayo haitapata mvua ni mkoa Singida ukiwa mmoja wapo, lakini tulipokaa chini na kupiga goti, baraka za Mwenyezi Mungu tumeziona. Wala mimi sikutarajia leo saa hizi jioni tutakaa kwa utulivu huu kwa mvua kubwa ambayo tumeipata jana, na mvua ambayo imeendelea kunyesha maeneo yote. Kwa Mwenyezi Mungu ni wa upendo. Tukitenda matendo mema ataendelea kutupenda, tukitenda matendo ya kumtukuza ataendelea kutupa baraka, lakini tujiweke sawa katika kukaa mbali na mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataa katika dunia hii. Tukiyafanya hayo, na laana yake itatufikia na dunia haitakuwa salama. Kwa mimi nawashukuru sana viongozi wenzangu, nawashukuru wanaotembeleofika, nawashukuru sana vijana wetu wanahabari. Naamini kabisa dua hizi zitawafikia wana Singida wote kupitia nyinyi.